Kuelekea kuitengeneza Simba bora ya msimu ujao, hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba inaelezwa wameanza mazungumzo na winga hatari wa kikosi cha Azam FC raia wa Tanzania. Huyu si mwingine ni Abdulhamis Suleiman maarufu kama Sopo, ambaye huyu kimsingi ameshawahi kuwa nyota wa klabu ya Simba ya vijana kabla ya kujiunga na Ndanda, baadaye Coastal Union, ambako huko ndiko ambako akaonekana kuwa nuru kwa hizi timu kubwa za Tanzania. Simba wanamtaka Sopo, lakini bado kumekuwa na vikwazo ambavyo wameendelea kukutana navyo. Tunakwenda kuangazia endapo Simba watampata Sopo, vitu gani ambavyo wanaweza wakanufaika navyo kwenye timu moja kwa moja. Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabel Daniel, tukaenda kuangazia dili hili kinaga ubaga. Shabel, ni moja kati ya wachezaji ambao Simba wamekuwa na nia yao tangia akiwa na kiwango bora akiwa na timu ya Coastal Union. Ni muda sahihi wa Sopo kutoka kule alipo kuja kujiunga na Simba, au bado aendelee kuamini kile ambacho alikiamini mara ya kwanza? Ukisema ni muda sahihi, kama mimi nitasema hapana. Sio muda sahihi kwa sababu mara nyingi timu zinapenda kuwa na mchezaji ambaye atapatikana katika vikosi vyao akiwa katika kiwango kizuri, katika form nzuri. Kwa hiyo pasipokuwa na injury au matatizo mengine yanomkabili. Kwa hiyo Sopo muda mzuri kujiunga na Simba ulikuwa ni ule msimu mwaka 2021-22 ambao aliumaliza akiwa ameifikisha timu yake ya Coast finali ya Azam Federation Cup, akiwa ameumaliza akiwa mfungaji bora wa kombe la FA akiwa na magoli 9, records ambayo haijawahi kuwekwa na mchezaji yoyote kwenye mashindano hayo ya kufunga magoli 9 katika mashindano ya FA. Kwa hiyo alikuwa katika kiwango bora ambacho alimaliza pia kwenye ligi akiwa na magoli 7 mechi 28 akiwa na Coast. Kwa hiyo ule ndio ulikuwa wakati ambao Simba ulikuwa sahihi kumhitaji. Lakini this time ambapo anahitajika na Simba ni katika nyakati ambazo kwanza mkataba wake unaelekea kuisha. Mkataba wake unaisha mwishoni mwa msimu huu, lakini unaisha akiwa pia na yeye hayuko vizuri kwenye utimamu wa mwili, hayupo vizuri pia kwenye kiwango kwa sababu amekuwa nje kwa muda mrefu kwa sababu ya majeraha, lakini pia na kiwango chake hata akiwa fit hakijai kumshawishi mwalimu katika misimu mitatu iliyopita kujihakikishia nafasi ya kuwa regular starter. Msimu ambao alikuwa regular starter kwenye kikosi cha kwanza cha Azam ni msimu ambao alijiunga na Azam kutokea Coast chini ya mwalimu alikuwa nadhani Kaliongala, ambapo alifunga magoli 6 kwenye msimu wake wa kwanza kwenye ligi. Na msimu wa pili alipoondoka Ongala wakaja makocha wengine Toasi akakutana na majeraha, akucheza sana. Msimu wa mwaka 2023-24 alifunga goli moja chini ya Dabo. Kwa chini ya Dabo alifunga goli moja msimu mzima. Lakini alipokuja Rashid Twas at least hakuanza vizuri ligi msimu uliomalizika. Sasa akacheza akarudi akawa na kiwango kizuri kwenye raundi ya pili ambapo alifunga magoli 3 na kuassist magoli 4. Kwa alimaliza ligi msimu uliopita wa mwaka 2024-25 akiwa na goal contribution ya magoli 7. Msimu huu hajachangia kitu chochote, hajapata muda mwingi wa kucheza kwa sababu ya changamoto hizo za majeraha. Kwa hiyo yupo huru kujiunga na timu yoyote msimu ujao, lakini taarifa zilizopo ndo kama hizi umezileta hapa kwamba Simba wamefanya mazungumzo na kambi yake, management yake kuona uwezekano kumchukua akiwa kama mchezaji huru. Na taarifa pia ambazo niko nazo ni kwamba ni mchezaji ambaye anatembea na mkataba kwenye begi. Yaani yeye mwenyewe atakapojisikia kusaini atasaini, lakini akiona Simba pamfai anaweza kachagua sehemu nyingine ya kwenda ku-revive career yake ambayo inaonekana imekumbwa na giza. Sawa. Simba unafikiri wameangalia nini hasa kwenye kiwango cha Suleiman Sopo na hata kuonesha nia ya kumrejesha kunako msimu ujao kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, licha ya kwamba Simba ni miongoni mwa timu ambazo ni matajiri kwa upande wa mawinga ambao wapo nao kwenye kikosi chao? Sopo kwanza ni dynamic forward, ama versatile forward. Anaweza kacheza maeneo tofauti ya mbele. Lakini pia watu wengi wanamfahamu Sopo kama kiungo mshambuliaji, yani nyuma namba 10 au hata namba 8 anaweza akacheza. Ni mchezaji ambaye anaweza kutumika maeneo tofauti. Na kwa Simba
Lengo ambalo nalijua mimi kuelekea msimu ujao kwenye issue ya usajili wa wachezaji wazawa ni kuhakikisha wanakuwa na cream nzuri ya wachezaji wenye ubora na uzoefu kwenye ligi ya Tanzania, lakini mashindano ya kimataifa. Ndio maana unaona wanahusishwa na mtu kama huyu Sopu Chilambo, Nathaniel Chilambo, dogo ule wa Pamba, kiungo nani ule Kevin Nasho. Kwa hiyo unaweza kuona aina ya wachezaji ambao wanahitajika Simba, na wachezaji ambao ni material ya timu ya taifa, lakini pia wana uzoefu wa kucheza mechi nyingi za kimataifa. Kwa hiyo kwa Sopu, yes, anatiki hilo box. Mchezaji wa kimataifa ndio, kacheza mechi za kimataifa akiwa na Azam, kacheza timu ya taifa kwenye CHAN alikuwepo, mashindano ya AFCON alikuwepo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana ubora. Anachohitaji sasa hivi ni form tu, kurejesha form yake, kwa sababu ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa sana. Kurejesha form, kurejesha hali ya kujiamini, lakini pia kitu kikubwa sana ili hivyo vyote viweze kurejea, ni lazima arejeshe utimamu wake wa kimwili, kwa sababu mahitaji ya Simba ni makubwa. Simba inakuhitaji uwe available kwa ajili ya kuisaidia kwenye mashindano tofauti tofauti, kitu ambacho kinanitia mashaka juu ya uwepo wake mchezoni, kwa sababu sio mchezaji ambaye kwa miaka hivi karibuni ameonekana kuwa reliable in terms of physical fitness. Sawa, kitu gani ambacho kimemkwamisha Sopu kwa kikosi cha matajiri wa jiji Dar es Salaam kwa maana Azam Football Club? Mimi nadhani ni majeraha ndio amekuwa mchawi wake mkubwa. Akiwa fit Sopu ni mchezaji ambaye anachangia magoli, anachangia assist, lakini anakupa consistency, kitu ambacho hakiwezi kufanyika kwa sababu muda mwingi yupo nje kwa sababu ya majeraha. Lakini ni vitu vingi tumeviona, vitu vingi ambavyo vinaendelea Azam. Inawezekana ni mazingira tu yamemkataa, kama ilivyokuwa kwa Prince Dube. Labda akitoka Azam, wengine anaweza karejesha kiwango chake, akaurejesha utimamu wake wa kimwili, kama ambavyo imekuwa kwa Prince Dube, ambaye wakati ipo Azam alikuwa anasumbuliwa na majeraha, amalizi msimu, acheze mechi 5 mfululizo. Lakini leo hii huyu Prince Dube wa Yanga msimu mzima anatwanga mwanzo mwisho. Kwa hiyo iko hivyo. Sawa, mganga wake mzuri. Naam, huyo ni klabu ya Simba kuhusishwa na Abdul Suleiman Sopu, nyota huyu nyota wa zamani wa kikosi cha Pagosi wa Kaya Coastal Union ya huko jijini Tanga, ambako kabla ya kujiunga na Azam FC ndiko alikotokea. Na Simba kuelekea msimu ujao wameanza kuhusishwa naye. Tuambie, Simba kuhusishwa na Sopu, kitu gani ambacho unakiona anaweza kwenda kuongeza kuna kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi Simba, wewe shabiki wa Msimbazi? Naitwa Leopold John, nilikuwa hapa na Shabel Daniel. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anwari TV.